Kwa leo hii sisi tulikuwa tuna jambo moja la kulizungumza, ambapo ni kuzungumza jinsi gani ambavyo tungependa kwa klabu kama Young Africans kwamba tuweze kuwa uongozi wa mpira uweze kuwa ni ule kufuata taratibu na kanuni. Kwa hiyo sisi leo hii tumekuja na jambo moja tu la kutaka kulizungumza. Kama mnavyofahamu, sisi tulikuwa tuna mgogoro na mchezaji wetu Morrison Bernard, na swala hili tulifikia katika shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, lakini sisi tunakuja na jambo letu lingine ambalo tunaona kwamba haki inawezekana haitendeki. Kwamba hapa katikati tumejaribu kufuatilia kwa umakini wa hali ya juu, kuweza kufuatilia kuona kwamba ni jinsi gani swala la Morrison linaendeshwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania au na klabu ya Simba pia kwa ujumla wake kama upande mwingine. Tunajaribu kufuatilia kuangalia mkataba na tukabaini kwamba mkataba uliopo ambao anao Bernard Morrison na klabu ya Simba Sports Club una mapungufu makubwa sana. Tumefuatilia kwamba unapotaka kusaini mkataba wa mtu unaweza kuwa kuna pande mbili, kwa maana ya muajiri na muajiriwa, mnakuwa mna terms zenu, mnakubaliana kwamba hizi ndio terms ambazo ni binding contract na mna sign contract, unakuwa ni valid. Kwa hizo ndio jinsi ambavyo taratibu za kisheria zinavyokuwa zinatakiwa zifanyike. Kwa sisi ambacho tukija kubaini katika mkataba wa Morrison kwamba una mapungufu makubwa katika sehemu mbili. Kwamba kwenye mapungufu kwa upande wa mchezaji, kama mchezaji amesign yeye kwa upande wake, lakini pale kwenye upande wa shahidi hapajasainiwa. Kwa maana hiyo inamaanisha kwamba hakuwa na shahidi lakini amesaini kwa upande wake. Lakini tukienda kwenye upande wa klabu ya Simba Sports Club, walikuwa na maeneo matatu ya kutakiwa kusaini katika mkataba wao. Eneo la kwanza ilikuwa inatakiwa saini CEO wa klabu ya Simba ambaye hajasaini. Sehemu ya pili ilikuwa inatakiwa saini mojawapo ya board members wa klabu ya Simba ambapo hajasaini. Sehemu ya tatu alikuwa anatakiwa saini commissioner of oath kwa maana ya shahidi, hao ambao wengine tunawatumia sana mawakili, hajasaini. Kwa maana hiyo mkataba wa Morrison ukiuangalia kwa ukaribu na kwa jicho la kisheria na jicho la kawaida la mtu, unaonekana kabisa kwamba umesainiwa na upande mmoja. Kwa maana hiyo inamaanisha Simba Sports Club ya Dar es Salaam haijaridhia mkataba wa Morrison, kwa sababu hakuna sehemu yoyote ambapo klabu ya Simba imesaini mkataba wa Morrison. Mkataba huu umekuwa uploaded kwenye TMS ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF. Taratibu ni kwamba unapo upload mkataba, obvious ukishaingia kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania unakwenda kwenye TMS ya FIFA. Ukienda kwenye TMS ya FIFA unakuta kwamba FIFA ambao ndio shirikisho la mpira wa miguu duniani linamtambua Morrison kama ni mchezaji wa klabu ya Young Africans. Kwa maana hiyo shirikisho la mpira wa miguu duniani linamtambua Morrison ni mchezaji wa Yanga ya Dar es Salaam au Young Africa. Lakini ukirudi huku unakuta mkataba una mapungufu. Ndugu wa Tanzania au waandishi wa habari mliopo hapa, mkumbuke kwamba wakati Morrison anatambulishwa kwamba ni mchezaji halali wa Yanga, kwamba yuko huru, walisema kuna mapungufu machache. Mapungufu machache hayo ni madogo ambayo yanarekebishika. Yanga hawakupewa nafasi ya kukaa na mchezaji kuweza kurekebisha mapungufu yale. Lakini leo hii mapungufu kama haya, hakuna signature ya kiongozi yoyote wa Simba wala shahidi wala muhuri wa Simba. Tuulizane wenyewe, ni mkataba. Ili uweze kupata leseni ya kuweza kucheza katika ligi kuu ya Tanzania bara, kitu kikubwa cha kwanza unachotakiwa uwe nacho ni mkataba, ndipo unapata leseni. Sasa tujiulize, mkataba ambao sio valid unawezaje ukakupa leseni na unawezaje ukacheza mpira? Turudi kwenye kanuni. Sasa kama hauna mkataba, inamaanisha kwamba kikanuni, kanuni ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania inasema ili uweze kucheza mpira ni lazima uwe na mkataba. Sasa kama una mkataba, inamaanisha kwamba wewe umecheza sio eligible player katika mashindano ya ligi kuu ya Tanzania bara. Tunajua Morrison amecheza mechi 4 za ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa tunaomba shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa kutumia vipengele vile vya kumwonyesha kwamba Morrison sio mchezaji halali wa Yanga, yuko free, tunaomba vipengele vile vitumike kwenye mkataba huu ambao hau exist. Yaani kwamba zile pande mbili, anayetoa offer na anaye accept, wote mmoja ameenda kwenye accept, anayetoa offer hajasaini mkataba. Kwa hiyo tunasema kwamba mkataba huu sio halali, mchezaji huyu sio eligible player kucheza katika ligi kuu ya Tanzania bara. Kanuni zifuate za ligi kuu ya Tanzania bara, na pia kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji iweze kutumia haki kama ilivyotumia katika kesi ambayo tulikuwa nayo siku za karibuni. Yalikuwa ni hayo machache ambayo tunasema kwamba ni vizuri tukawajulisha. Lakini pamoja na hilo, sisi kama klabu ya Young Africans tumeshapeleka malalamiko yetu kwenye klabu kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kuonyesha kama jinsi gani ambavyo tuliziki na hilo jambo, kwa tumesha lodge
na kuwathibitishia kuhusiana na mkataba, hakuna mtu yeyote ambaye ameendorse mkataba huu. Hakuna sehemu yoyote ukiachapa kwa Morrison. Hakuna kiongozi wa Simba yote aliyeendorse. Hakuna yoyote aliyeendorse isipokuwa Morrison. The same page. Page nyingine. Nafikiri zote mwisho kabisa ni hapa. Huu mkataba ukienda kwenye ukienda kwenye TMS unaokuta ndio Simba wameuupload na uko pale. Lakini ukienda kwenye FIFA hawaja accept. Wanaamini kwamba mchezaji Morrison bado ni wa klabu ya Young Africans. Kwa hiyo tunasema kwamba tunaomba haki itumike, tunaomba shirikisho la mpira wa miguu nchini tunaliheshimu na tunaheshimu maamuzi yake. Kwamba na maamuzi haya tunaomba haki itendeke. Kwa hiyo nilikuwa nataka niwape kama evidence ya kwamba sio kwa tunaongea tu kutoka hewani, this is a public document, mtu yote anaweza kawa nayo. Na nitawatumia kwenye magrupu ya WhatsApp. Haya, waonyeshe au wanaoangalia Azam Sports HD live, vute hiyo sehemu ya signature ya mwisho, ivute waione. Zege alilali, walijua tuko kimya, tunafuatilia. Tayari baba kwa maona sawa.